kweli. Naam, habari za mdau mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa MWK, moja kwa moja katika habari zetu za kisiasa, na tukijielekeza moja kwa moja huko Cameroon ambako rais aliye madarakani Paul Biya amechaguliwa tena kwa muhula wa 8 kwa asilimia 53.66 ya kura. Baraza la Katiba limetangaza siku ya Jumatatu Oktoba 27 matokeo ya uchaguzi huo yaliyofanyika Oktoba 12 yametolewa siku moja baada ya maandamano na mvutano baada ya waziri wa zamani Issa Chiroma Bakari kudai ushindi wake. Hata hivyo, kulingana na Baraza la Katiba la takwimu rasmi zilizotangazwa siku ya Jumatatu Oktoba 27, mkuu huyo wa nchi anayemaliza muda wake kutoka chama cha Cameroon People's Democratic Movement CPDM amechaguliwa tena kwa muhula wa miaka 7 akishinda kwa asilimia 53.66 ya kura kwa zaidi ya kura milioni 2.47 baada ya kuongoza Cameroon kwa miaka 43. Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 sasa anaanza muhula wake wa 8. Hata hivyo, mpinzani mkuu wa Paul Biya, Issa Chiroma Bakari wa chama cha Cameroon National Salvation Front CNCF, ambaye alidai ushindi siku moja baada ya uchunguzi na kuwataka wafuasi wake kuandamana siku ya Jumapili, amepata asilimia 35.19 ya kura kwa zaidi ya kura milioni 1.622 kulingana na takwimu kutoka taasisi hiyo. Wakati wa maandamano Jumapili huko Douala, mji mkuu wa kiuchumi, watu 8 walifariki kulingana na mamlaka. Siku ya Jumatatu Oktoba 27, kiongozi wa upinzani amelaani wizi wa kura na kulihakikishia shirika la habari la AFP kwamba tumeshinda bila shaka. Hata hivyo, Cabral Libi ameshika nafasi ya 3 kwa asilimia 3.41 akifuatiwa na Bello Bwaba Maigari kwa asilimia 2.47 na Eremina Patricia Tomaino Dam Njoya kwa asilimia 1.66. Katika kikao cha kutangazwa kwa matokeo ambacho hakikuhusisha wawakilishi kutoka balozini za nchi za Ulaya na Marekani, Baraza la Katiba limetangaza kwamba kiwango cha ushiriki kilifikia 57.76. Takwimu rasmi zinazoonyesha Issa Chiroma Bakari akiongoza katika jimbo la Damawa, jimbo la Kaskazini na jimbo la Littoral. Rais Paul Biya kwa upande wake amepata ushindi mkubwa kulingana na taasisi hiyo kusini zaidi kwa asilimia 90 ya kura, kaskazini magharibi 86.31 na mashariki 73. Hata hivyo, hiyo ndo ilikuwa ratiba ambayo iliweza kutangazwa katika hilo. Moja kwa moja mpenzi mtazamaji, hii ni MWK, endelea kufuata habari zetu. Kweli.